Tarehe ya P Diddy kuachiwa gerezani imerudishwa nyuma. Hivi sasa ataachiwa 2028 Februari. Kutokea New Jersey nchini Marekani, tarehe ya kuachiliwa huru kwa nguli wa muziki wa hip hop nchini Marekani Sean Diddy Combs mwenye umri wa miaka 54 imesogezwa mbele kwa mara nyingine, ambapo sasa anatarajiwa kutoka gerezani mapema ifikapo Februari 2028. P Diddy kwa sasa anatumikia kifungo cha miezi 50 katika gereza la shirikisho la FCI Fox Dix lililopo jimboni New Jersey. Kifungo hicho kilitokana na kupatikana na hatia ya mashtaka mawili ya kusafirisha watu kwa ajili ya biashara ya ngono kufuatia hukumu yake ya kihistoria iliyotolewa mwezi Oktoba 2025, ambayo ilijumuisha pia punguzo la miezi 13 aliyokaa mahabusu kabla ya kesi yake kukamilika. Hii si mara ya kwanza kwa tarehe ya kuachiliwa kwa P Diddy kubadilika, kwani makadirio ya awali yamekuwa yakisogezwa mbele na nyuma kulingana na mienendo yake gerezani, ambapo Mei 2028 hii ndio ilikuwa tarehe yake ya awali ya makadirio ya kutoka kwake mara baada ya kuhukumiwa. Lakini kusogezwa mbele, tarehe hiyo ilisogezwa mbele zaidi baada ya Diddy kuripotiwa kukiukwa sheria za ndani ya gereza. Lakini zaidi ya hapo ni sasa 2028 mwezi Februari amefanikiwa kupunguza muda huo baada ya kujiunga na programu maalumu ya kurekebisha tabia na matumizi ya madawa ya kulevya, pamoja na kupata bonus ya punguzo wa siku 54 kwa kila mwaka kutokana na kuonesha tabia njema. Kwa sasa uongozi wa gereza umebainisha kuwa P Diddy amepangiwa kazi ya kawaida gerezani, ambapo anafanya kazi katika kitengo cha kufua nguo cha kituo hicho cha kurekebisha tabia, huku timu yake ya mawakili ikiendelea kupambana kukata rufaa dhidi ya hukumu hiyo ili kuomba afutiwe makosa yote. Hatua hii ya kusogezwa mbele ama kurudishwa nyuma kwa tarehe ya kutoka kwa P Diddy imepokelewa kwa hisia kali na malalamiko makubwa kutoka kwa jamii na watetezi wa haki za kibinadamu nchini Marekani. Watu wengi wameonyesha kukasirishwa na kile walichokiita upendeleo na upole uliopitiliza wa mfumo wa sheria kwa mastaa wenye fedha nyingi zaidi, wakilinganishwa na uzito wa makosa ambayo wamezifanya. Hoja kuu ambazo zinazozua hasira ni ushahidi wa kutisha, ambapo wakati wa kesi yake mashahidi mbalimbali walitoa ushahidi mzito na namna ambavyo P Diddy alikuwa anatumia nguvu, madawa na hata vitisho kuwalazimisha kuhusika kushiriki kwenye vitendo hivyo. Lakini kesi za kiraia, ambapo pamoja na kifungo cha jinai, P Diddy bado anakabiliwa na mlolongo mrefu wa kesi za kiraia kutoka kwa watu tofauti wanaomdai mamilioni ya dola kwa uharibifu wa kisaikolojia pamoja na unyanyasaji. Lakini licha ya kupata nafuu ya miezi michache gerezani, mustakabali wa maisha na sifa P Diddy nje ya kuta za Fort Dix umeharibika kabisa. Hata kama atafanikiwa kutoka Februari 2028, maisha yake yatakuwa chini ya uangalizi mkali wa kisheria na jamii, huku biashara zake za utajiri wake vikiendelea kuporomoka kutokana na fidia na gharama kubwa za mawakili ambazo zinamkabili kila kukicha.